mtangazaji. Kwa majina naitwa Frank Aidano Teruki. Mimi ni mzaliwa wa Tanga, lakini kwa leo nipo Dodoma kwa ajili ya kumtukuza Mungu, na nipo hapa kwa ajili ya mahojiano mawili matatu na ndugu mtangazaji wa chombo hiki cha Asheri Media ambacho ni Yes. Franki, hapa Dodoma wewe umekuja lini haswa? Asante sana. Dodoma hapa ina kama miaka 3 4 sasa niko hapa Dodoma. Ndio. Lakini mimi ni mzaliwa wa Tanga. Lakini Dodoma nimekuja hapa kikazi. Lakini wakati natoka Tanga kuja Dodoma nilikuwa bado sijamjua nini maana ya Mungu. Lakini nimefika hapa, Mungu ameniokoa. Tuseme Dodoma ni kama nchi yangu ya ahadi ya kuja kuokoka hapa. Kwa sababu nimetoka Tanga, nimefika hapa, nilikuwa sijaokoka, lakini leo hii nimeokoka katika ardhi ya Dodoma. Kwa hiyo niseme kwamba Dodoma ni nchi yangu ya ahadi ambayo nimekuja kuipokea hapa. Franki, kabla tujazama moja kwa moja kwenye pointi yetu, kuna kitu ambacho niliweza kukiona katika mitandao ya kijamii, hususani nadhani itakuwa ni nyimbo ambayo imeandikwa kwamba hii nimelipwa deni. Franki, kabla tujaenda, hii nimelipwa deni ni nini haswa, kwa kukurudisha nyuma kidogo, alafu ndo twende katika huko vitu vingine vya mbele? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nimelipiwa deni ni nyimbo yangu ya pili, lakini nimeanza na nyimbo ya kwanza ambayo nilipita katika kipindi kigumu kidogo. Hiyo ndio ilioniacha mpaka niingie katika kumwimbia Mungu na kuitangaza Injili au kuhubiri kwa njia ya kumwimbia Mungu. Ambao nyimbo ya kwanza ambao ndo Wema ni Akiba. Hapana, nyimbo ya kwanza kabisa inaitwa Wakati wa Kujaribiwa. Wakati wa Kujaribiwa. Hebu twende hiyo Wakati wa Kujaribiwa. Ni nini ambacho kilichosababisha mpaka kuweza kuandika nyimbo hii Wakati wa Kujaribiwa? Asante sana. Wakati wa Kujaribiwa ni nyimbo yangu ya kwanza ambayo nimeitunga. Kusema ukweli ndugu mtangazaji, mimi nilikuwa sijui kuimba, nilikuwa sijui kuandika, nilikuwa sijui kufanya chochote kile. Lakini kuna siku moja niliingia tu kwenye wokovu bila kujijua kwamba nimeingia. Najua kwamba hiyo ni njia ya Mungu ambayo ameniita ili niweze kufanya kitu kama hicho. Lakini nilikuwa siwezi kufanya kitu chochote kile. Lakini siku nikastuka kwamba kumbe najua kuimba, naweza kuimba, na naweza kutunga hata nyimbo mwenyewe. Lakini sasa tukienda kwenye pointi, kwa nini Wakati wa Kujaribiwa? Wakati wa Kujaribiwa ni nyimbo ambayo nimeitunga baada ya kupita katika kipindi kigumu. Kwa hiyo baada ya hapo ndio nikaanza sasa kukaa na kufikiri na kutafakari na kumtanguliza Mungu kwanza. Lakini nadhani Roho Mtakatifu aliniingia na kuweza kuniambia fanya hivi mpaka wimbo ukakamilika. Lakini wimbo ambao hata mwenyewe kuusikiliza unanipa wakati mgumu kidogo, sababu nilipita kwenye kipindi kigumu. Nilikuwa na familia, sina kazi, na kuna watu wanakutegemea nyuma yako, lakini ukakuta ndani ya mwaka mmoja na una kitu chochote kinachokuingizia na una kazi. Je, utawezaje kuimanage familia pamoja na watu wengine wanaokuzunguka? Kwa hiyo ikabidi sasa nianze kufikiria ni nini cha kufanya. Basi nikaingia kwenye uimbaji na kuweza kumtumikia Mungu na kuweza kuhubiri kwa njia ya uimbaji. Lakini kabla ya hapo nilianza na kwaya. Nadhani ile kwaya ndio hiyo nifanya sasa na mimi niingie kwenye huduma ya uimbaji. Ni wakati sasa unaingia kwenye huduma ya uimbaji, najua ulikuwa una marafiki, ndugu, jamaa na watu wa karibu sana. Vipi kuhusu swala la kuweza kukukejeli? Maana imekuwa ndio torati ya vijana wengi, anapokuwa anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lazima vitu kama hivyo viwepo. Vipi wewe mapokeo, watu walivyokuwa wanakupokea, walivyokuwa wanakujaji, ilikuwaje hapo, changamoto ulizokuwa unazipata? Ni kweli kabisa, changamoto zilikuwepo, lakini sio zile changamoto za kusema kwamba itakukatisha tamaa kabisa. Kwa sababu wakati naingia kwenye kwaya, ni kanisa la Church of God, kijito cha utakaso pale Mji Mwema cha Mungu.
nikaanza kuingia kwenye kwaya. Baada ya hapo nikasema hapana, kumbe na mimi naweza nikafanya kitu kama hiki. Nikajiweka pembeni kidogo. Lakini baada ya kukaa pembeni na kuweza kusema kwamba sasa nianze kufanya mimi mwenyewe kama mimi. Lakini wakati huo niko ndani ya kwaya. Basi kuna watu walikuwa wanasema kwamba sitaweza kufanya sitaweza kufanya kwa sababu hata kuimba kwaya, kucheza kwenye hata step ilikuwa sahihi. Lakini ikatokea tu siku moja ndio hivyo, nikamshirikisha Mungu na kumwomba Mungu, ikatokea na mimi nikaanza kutunga nyimbo na nyimbo ikakubalika. Basi ndio mwanzo wa safari yangu iliyoanza katika huduma ya uimbaji. Katika hili jina la Frankie Turuki lilitokana na nini haswa? Frankie Turuki ni jina kabisa la mzazi wangu. Turuki ni jina la mzazi wangu. Anaitwa Turuki. Ndio. Na wengine huwa nikiwaambia mimi ni mwenyeji wa Tanga, huwa hawakubali kabisa. Wanasema hapana, asili yako wewe sio Tanga, kwa sababu hilo jina halitokani na asili ya huko. Kwa sababu Tanga wamezoea kusikia majina ya labda Shekigenda, Kibuyu, ndio, Shemtoi, lakini mimi jina langu ni tofauti na la wazazi ambao naitwa Frankie Aidano Turuki. Lakini ukija sasa kwenye ukoo, nikisema ukoo pale watu ndio wanaweza kanikubali kwa sababu kwenye ukoo naitwa Kibuyu. Vipi mategemeo yako au matarajio yako ya baadaye, ni kuwa na album au ni kukamilisha jambo gani haswa? Amina. Kwa kweli mipango yangu sasa hivi album tuseme imeshakamilika. Cha msingi hapa kilichokuwepo ni kumshirikisha Mungu ili niwaze sasa kuanza kutoa video. Sababu album ya audio iko tayari. Kwa hiyo sasa hivi kinachoendelea namuomba Mungu apate kiasi cha pesa ambacho kitaweza kunifanikisha hata kama kuanza wimbo mmoja baada ya mwingine. Lakini mpaka sasa ninavyoongea, kusema kweli, kuna mdhamini mmoja amejitokeza aweze kunisapoti na ameshasema kwamba nataka nikusapoti kwanza nyimbo moja alafu niangalie huko mbele tutafanyaje. Kwa hiyo nitaanza na nyimbo hiyo kabla ya kuanza kutunga nyimbo ya albamu ya pili, basi nitaanza na video. Baada ya hapo nitaangalia ni nini kitafuata. Mtazamaji wa Sheri Media, tutasikiliza wimbo wa Frankie Turuki ambao unaitwa Wema. Hii Wema tutaweza kuitazama japo ni audio, tutaitazama kwa umakini na tutaweza kujua ni kitu gani ambacho anakifanya ndugu yetu Frankie Turuki. Ni kiasi cha kuweza kutoa video, walikuambia ni kiasi gani, ili pia watazamaji wa Sheri Media na wenyewe pia wako wanakusikiliza sasa hivi na kutazama ili waweze kuweka hata mkono wao na wenyewe. Amina. Kusema kweli bado niko kwenye tafiti kidogo kuweza kupata kiasi ambacho kitaweza kunifanikisha ule wimbo kwamba video wimbo wake utasimama mjani. Lakini napata bei tofauti. Kwa nikishapata ile bei kamili, basi mimi nitakuwa mwanzo. Lakini yote atakayeweza kunisapoti anaweza kunisapoti kwa chochote, kwa sababu hiyo itakuwa ni sadaka pia kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Unapotoa sadaka kwa Mungu, basi wewe umewekeza wala hujapoteza. Kwa hiyo yote atakayeweza kufanya kitu kama hicho itakuwa ni jambo jema ambalo litaweza kumpendeza Mungu. Hata chombo hiki cha Sheri Media kama kinaweza kunisapoti itakuwa ni vizuri zaidi na itakuwa ni jambo kubwa wameliwekeza kwa Mungu kwa kazi yao ambayo nao wamewekeza. Jambo jema sana, kwa sababu na imani Mungu yuko pamoja na sisi. Mtazamaji wa Sheri Media, huyu ambao unayemtazama ni ndugu yetu anaitwa Frankie Turuki, ambao yeye ni mwimba kwaya, yuko hapa maeneo ya Dodoma, na hivi karibuni basi anataka aweze kukamilisha video kwa sababu tayari audio anazo ambayo imeshakamilika kabisa, ni album. Hivyo basi anataka aweze kufanya video. Sheri Media pia hatuko nyuma, na ndio maana tuko naye hapa, na sisi pia tutaweza kuweka support yetu kwa ajili ya ndugu yetu Frankie Turuki, kwa ajili ya kuweza kuisukuma huduma ya kimungu izidi kusonga mbele. Hivyo basi wewe mtazamaji pia kaa hapo ulipo hapo, usitoke kwenye runinga yako, kwenye channel yako pendwa ya Sheri Media,
ili tumsikilize kama atatuachia na namba moja kwa moja basi ili uweze kuziandika. Lakini kabla hajatuweza kutuachia namba, walau tumsikie kidogo tu na wewe uburudike kidogo. Amina, asante sana ndugu mtangazaji. Basi nitaenda kwa patu kionjo kidogo tu kwa uchache. Wema, wema, wema ni akiba. Wema, wema, wema ni akiba. Kwa wakati na majira ya Mungu ikifika utalipwa. Wema, wema, wema ni akiba. Kwa wakati na majira ya Mungu ikifika utalipwa. Wema, wema, wema ni akiba. Usichoke kutenda wema hata kama wanakudharau. Amina ndugu mtangazaji. Amina, 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 amina. Kiukweli Mungu ni mwema, nyimbo ni nzuri, nyimbo imechangamka, nyimbo ni ya furaha. Mtazamaji, tuisikilize nyimbo hii hapa. Wema, wema, wema ni akiba. Wema, wema, wema ni akiba. Kwa wakati na majira ya Mungu ikifika utalipwa. Wema, wema, wema ni akiba. Kwa wakati na majira ya Mungu ikifika utalipwa. Wema, wema, wema ni akiba. Usichoke kutenda wema hata kama wanakusengenya. Wema, wema, wema ni akiba. Usichoke kutenda wema hata kama wanakusarau. Wema, wema, wema ni akiba. Wema ni akiba, tena wema ni mbegu. Unapomsaidia muhitaji, unamkopesha Mungu. Yule ana chakula unacho kidogo, mpatie. Yule ana mavazi unayo mawili, mpatie. Usichoke kutenda wema mlikuu, upendo umepewa. Wema, wema, wema ni akiba. Nyimbo ambayo ni safi, inapendeza na ni nzuri kabisa kuisikiliza katika masikio. Ni nyimbo ambayo imeimbwa kwa utaratibu mzuri sana. Nadhani wewe hapo ulipo mtazamaji wa Sheri Media umeendelea kuburudika. Kwa mtazamaji ambao anaweza kukuhitaji kwa sasa hivi, anataka walau, je, atakupata maeneo gani na ni wapi haswa? Amina. Kwa sasa hivi naweza nikawaachia namba, lakini kanisa ambalo nipo na liabudu ni pale Chang'ombe Mji Mwema, Kijito cha Utakaso. Amina. Kijito cha Utakaso pale Chang'ombe ndio naweza kupatikana. Ndio. Amina. Kwa mawasiliano utanipata kwa namba ya 0714 0714 80 63 63 69 0714 0714 80 63 69. Hizo ndio namba za Frankie Turuki, ambayo wewe mwenye muda wowote basi wewe utamtafuta kwenye simu, na kama kuna maongezi, kama kuna mdhamini mwingine ambao nataka tuongozane mimi na yeye grupu na Sheri Media ili kwa ajili ya kuweza kumsapoti. Nadhani kamera tutakuwa nayo, labda tukihitaji tu ni msaada wa vitu vingine vidogo vidogo tupate walau hata kamera nyingine tena moja, kwa sababu video lazima iwe ni video ambayo ni ya kueleweka. Hivyo basi mtazamaji, nikushukuru sana 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 wewe ambao umeweza kuacha muda wako ukaamua kutufuatilia kipindi hichi cha kuweza kumsikiliza Frankie Turuki ambao tulikuwa naye katika siku hii ya leo. Frankie,
maneno matatu mawili kwa Watanzania sasa hivi wanaokutazama kupitia Sheri Media. Asante sana. Mimi cha msingi tu nipende tu ziasa jamii na wote wa Tanzania tuweze kumtumikia Mungu kwa namna moja au nyingine. Leo hii niko hapa mimi, nilikuwa simjui au nilikuwa sijui kabisa nini maana ya Mungu. Lakini Mungu jinsi alivyonitendea, napenda tu niwashauri watu wengine waweze kumtumikia Mungu, waweze kumpenda Mungu na waweze kuhamasisha na wengine waweze kuingia katika kumtumikia Mungu kwa namna moja au nyingine. Asante sana. Na kuna kitu ambacho nilikuwa nimeweza kujisahau, kwa ambao wanatamani kukutafuta katika mtandao wa kijamii, hususan wanakupataje? Mtandao wa kijamii huwa natumia YouTube. Ndio. YouTube waingie tu andike Franky Turuki. Franky Turuki. Akisha search tu pale basi atakuja atanipata, lakini asikose kushare na subscribe. Mtazamaji wa Sheri Media, unaandika Franky Turuki, yani FRANK, alafu unaacha nafasi unaandika TURUK alafu I. Naomba tena nirudie. Unaandika Franky Turuki. Spelling zake ni FRANK TU, yani URU alafu KI. Utakutana na mshale pale, utakuonyesha namna ya kuweza kusachi. Ukisachi utakutana na alama ya kengele pale. Subscribe, kikengele unakibonyeza, kile kikengele utakutana na kikengele kingine cha mbawa. Kile unakibonyeza pale, utakuwa umeendelea kumsapoti kwa kazi yake. Vipi katika Instagram? Instagram pia natumia jina hilo. Instagram, yes. Jina hilo Franky Turuki. Unaweza kumpata TikTok? Hapana, TikTok bado. Lakini kwa baadaye tutakuwa nayo. Ni kweli kabisa. Nikushukuru sana mtazamaji, sina la ziada mpaka kufiki hapo. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Idi Waziri, jemedari wa Sheri Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti, kushare ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Tukutane tena kipindi kijacho.